Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV, na kukumbusha tu kuweza kusubscribe, kuweza kulike pamoja na comment, na pia kuweza kushare video hii kwa watu wengine, na pia uweze kushare playlist ambazo tunazozitoa kutoka Nebuye TV ambazo zinapatikana katika channel hii, na watu mbalimbali waweze kupata elimu. Kwani unapokuwa unamsaidia mwenzio kupata elimu, na wewe pia ipo siku unaweza kukwama kitu na yeye pia akakusaidia. Kikubwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, na kuomba uweze kuangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza kitu kutokana na kilimo cha nyanya. Kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, nitaweza kuelekeza mavuno bora ya kilimo cha nyanya. Kwa ndio mtembelea mkulima, yupo na nyanya zake hapo tayari kashavuna na mteja yuko pembeni. Kwa hiyo tunaangazia faida kubwa sana ya kilimo cha nyanya, mavuno bora na faida yake katika kilimo cha nyanya. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, unapokuwa unalima nyanya usifikirie kwamba hautapata chochote. Kwani ni mkulima wetu alilima nyanya, na mbegu aliyotumia katika ulimaji wa nyanya ni mbegu ya asili, mbegu ya kukamua tu ya kawaida. Alikamua mbegu na hakuweza kuotesha. Baada ya kukamua alianika mbegu akaotesha kwenye kiliba, na baada ya kutoka akahamisha shambani, na baada ya kuhamisha shambani, na ndio hivyo leo ameweza kupata mavuno yake. Kwa hiyo leo kuna wateja hapo wengi wapo, ndo ameniita ili niweze kuhamasisha vijana na kutoa elimu kwa vijana, ili vijana wasiweze kubetoka nyumbani, au vijana wasibetoke katika mitaa bila kujishughulisha, kwani mambo yote yanawezekana. Kwa mpenzi mtazamaji, hizo ni nyanya, na nauza nyanya kwa bei ya aina mbalimbali. Kwa hiyo anauza nyanya, na kama unavyoangalia hapo watu wengi sana wanakuja kununua nyanya zake. Ni nyingi, maana ameweka hapa, na maana kuna wengine ambazo anauza kwa rejareja, nyingine kwa jumla. Hiyo ni nyanya ambazo ametoka nazo shambani, na ameziweka hapo nyumbani kwake tu na anauza. Kwa nyanya ni mahitaji muhimu sana ya kiungo katika familia, na hizi zinasaidia sana kwenye kupikia, kubadilisha ladha mboga. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa mpenzi mtazamaji, kama wewe unakuwa na hofu na kulima nyanya kwa sababu haujui soko liko wapi, kiukweli umejidanganya, kwa sababu soko la nyanya linapatikana Tanzania nzima na karibia Afrika nzima. Ni kwa sababu ya kitu kimoja, maana nyanya ni kiungo kikubwa. Nyanya ni kiungo kikubwa, ni kiungo ambacho watu wengi wanatumia sana kwenye kulima. Kwa popote pale utakapolima nyanya, kwa hakika wateja watakufuata pale pale ulipo na utauza. Naweza kuwatoa hofu wale wakulima wote ambao wana mpango wa kulima nyanya, ila wana mawazo kwamba soko hawezi kulipata, au nitamuuzia nani, au kweli nyanya hizi nitaweza kuzitoa kweli sokoni, nitazitoa kweli hapa nilipo nazo na watu wakaja kununua nikapata hela na yangu ikarudi. Kiukweli ni jambo la kweli. Ukiangalia kama huyu mkulima huyu hana gharama kubwa kwenye uzalishaji wake wa nyanya, ina maana mbegu amekamua tu na anauzia mazingira pale kwake. Unaona, kwa ni kitu ambacho kinawezekana na kinampa faida iliyokuwa kubwa. Na kupitia nyanya kuna mambo mengi sana ambayo ameweza kuyafanya. Ina maana ameweza kujikwamua kiuchumi, anapeleka watoto shuleni, ameweza kujenga kibanda chake cha nyumba, na hii yote tu kupitia zao la kilimo cha nyanya. Ina maana mpenzi mtazamaji, bila kulima nyanya, ina maana huyu mtu angekuwa ni mtu ambaye tegemezi, angetegemea ndugu jamaa na marafiki ili waweze kumsaidia katika sehemu yake moja au nyingine, lakini sio kweli. Yeye bana ameamua kulima nyanya mwenyewe kama yeye, kaamua kupambana ili yeye ndo aweze kuwasaidia watu ambao watakaotaka kuja kumtegemea.
Kama unavyotazama katika skrini yetu, nyanya ziko nzuri. Kuna nyanya aina nyingi hapo zilizopo, nyanya ya kachumbari, nyingine zimeiva kidogo, nyingine zimeiva sana. Kwa hiyo ni wewe tu na jinsi aina gani ya nyanya unaitaka. Kwa nyanya ya kachumbari, nyanya nyingine iko bora na iko vizuri. Kikubwa ili uweze kufanikiwa kufikia malengo haya, ni wewe mwenyewe kuweza kutufuatilia katika playlist yetu. Kipindi kile nyanya bado ziko ni mbichi, kipindi tunaandaa shamba, kipindi tunamwagilia, kipindi tunapulizia dawa, na hatua mbalimbali na nyingi ambazo tuliweza kuwa tunafundishana hapa. Kwa hiyo ukiweza kufuatilia hiyo video zetu hizo za awali na kwenye playlist yetu, utaona kwamba huyu mkulima huyu anastahili hichi alichokipata, kwa sababu ametoka mbali, amevumilia mengi, amekutana na changamoto nyingi. Watu wengi wamemcheka, ameshindwa kwenda kutazama mipira kwa wakati. Muda wa kwenda kupiga story vijiweni hajaenda, alikuwa yuko busy na kuboresha na kurutubisha nyanya zake. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kusihi tu na wewe nao uweze kuchukua hatua. Kama nafasi unayo ya kupata kieneo kidogo cha kuweza kulima nyanya, jitahidi sana kalime nyanya, usiogope, usiwe na hofu ya kufanya nini wala nini. Wewe hofu yako tu hapo unayo ni jinsi gani ya kupata eneo. Jinsi gani ya kupata eneo. Kama utakuwa na uwezo wa kupata eneo, basi wewe tayari ushakuwa tajiri wa baadaye. Maana huyu mtu sasa ni tajiri wa sasa, lakini kapitia misukosuko mingi nyuma hapo, kapita changamoto mpaka kuzivusha nyanya zake, mpaka leo tumekuja kumtembelea kwenye muda wa mavuno. Na hapo alipo amezungukwa na wateja wengi, anauza nyanya, anauza kuanzia 200 kupanda juu. Kuna mafungu ama anapanga mafungu, na kuna nyanya zingine ambazo anauza tu kwenye jumla. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, naweza kukutia moyo ujitahidi sana uweze kulima nyanya. La nyanya ndio sasa tunakuja kuiona kwenye muda wake huu wa mavuno. Ina maana mtu anapovuna anapata kiunua mgongo chake, anapata faida yake kama ulivyoona nyanya zilizopendeza. Ina maana yeye ametoka mbali sana, takriban miezi 3, miezi 4 yuko tunapambana shambani, lakini sasa hivi katoka shamba yuko mjini na anauza. Na ile shida ya shamba tena inakuwa tena haipo, kwa sababu lazima atatulia na atafanya mambo yaliyokuwa ni mazuri. Kwa mpenzi mtazamaji, kila kitu kinawezekana, kikubwa ni uthubutu. Kijana huyu kama angekuwa hana uthubutu, ina maana leo asingetulia kuja kumtembelea kuweza kuangalia kwamba kitu gani ambacho ameweza kukipata. Lakini kijana huyu ana uthubutu wa vitendo. Lazima uwe na uthubutu. Kwanza uwe na nia, baada ya kuwa na nia uwe na uthubutu, na pia ujifunze kwa wale watu wote ambao wanaofanya hicho kitu. Kwa kama kwa sisi Nebuye TV tumeweza kuletea makala hii ya kilimo cha nyanya hatua kwa hatua. Wewe endelea kufuatilia playlist yetu, ukijifunza pale vizuri na ukatuliza vizuri akili, ina maana kuna vitu vingi ambavyo utatoka navyo. Kwa vile vitu utakavyotoka navyo vitakusaidia wewe, vitakupush wewe, ili kusudi uweze kujua kwamba ni kitu gani unaweza kukifanya, ni kitu gani ambacho inabidi nisikifanye, ili niweze kupata mavuno yaliokuwa mazuri. Maana kuna mbinu mbalimbali ambazo tumejifunza kutoka awali, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia hatua ya kwanza kabisa mpaka hatua hii ambayo tuliofikia. Kwa kuna elimu nyingi ambayo tumeweza kuifundisha hapa kupitia Nebuye TV, na kupitia elimu hiyo mimi naamini kabisa wewe na mimi tutaweza kujifunza na tutaweza kujikwamua katika hatua moja ama hatua nyingine. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kwa siku ya leo niweze kukuomba
ukumbuke kusubscribe, ukumbuke kulike, ukumbuke kushare, na kuna mawasiliano hapo ya mtu anataka nyanya pia anafanya na delivery. Ina maana mnawasiliana, kwa namba za simu zitapita, unataka mzigo wa aina gani. Baada ya kuwasiliana, ina maana atapakia mzigo wake na kupeleka moja kwa moja stendi na mzigo utakufikia mkoa wote. Kwani sasa hivi magari yanatembea, sasa usafiri ni mwepesi sana tofauti na ambavyo wanafikiria. Kwa hiyo kwa wepesi huu wa usafiri, ina maana anaweza akakufikia muda wowote na ukapokea mzigo wako, na mzigo huu ukawa ni chachu au ni sababu ya wewe kuweza kufanikiwa katika kipato chako. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, pia tunapokea mialiko kama na wewe ni mkulima ambaye unaanza, au mkulima ambaye upo katikati, au mkulima mkubwa ambaye unahodhi vitu vikubwa. Tunaweza kuja kukutembelea tukajifunza kitu. Na hata wakulima wadogo wadogo kama hawa ambao wanaanza sasa hivi hawana mitaji, wanaanza watafute mitaji, ndio pia tunawatembelea kuweza kuwashauri, kuwatia moyo na kuweza kuonesha njia na kuwapa moyo kwamba njia waliyopita ni njia sahihi, kwani ni njia halali ambayo unatafuta hela yako wewe mwenyewe kwa mikono yako na unajifunza vitu vingi. Kwa hiyo tutakutembelea, tutakutia moyo na tutakupa elimu kubwa ya kile unachokifanya. Ina maana sisi sio nyanya tu, hata kama ni ujasiriamali mdogo mdogo, hata kama ni ufugaji mdogo mdogo kama wa bata, kuku, sungura, tunapokea mialiko, tunakuja kukutembelea na kujifunza na kukufundisha. Ina maana kuja kukutembelea kuna vitu ambavyo tutakuachia, tutakufundisha na wewe pia utaweza kuwafundisha wakulima wenzio, ili kusudi na wao wasiweze kuogopa, wawe wana amani na wawe wanathamini kile kitu ambacho wao wameweza kukipanga. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tunaelekea tamati. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba ambayo inahusiana na kilimo na kumuinua kijana katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Karibu tazama video nyingine.